Boniface Mwangi, loving comrade. Wanaharakati wamejitokeza hadharani nchini Kenya wakihoji mahala walipo Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire ambao inasemekana walishikiliwa na polisi nchini Tanzania, huku Seneta Samson Cherargei akimpa sifa kemkem Rais Samia kwa kuwashughulikia wanaharakati wanaoingilia masuala ya Tanzania. Israel imepinga uamuzi wa Umoja wa Ulaya kudurusu upya mkataba wake wa ushirikiano katika juhudi za kuishinikiza kuhusiana na mashambulizi yake makali katika ukanda wa Gaza. Na jeshi la Sudani limesema limechukua udhibiti kamili wa eneo la Khartoum baada ya mapambano ya muda mrefu na wanamgambo wa RSF magharibi na kusini mwa eneo hilo. Mtazamaji, hii ni Wasafi TV, karibu tuangazie yaliyomo duniani hivi leo. Jina langu ni Ferdinand Irunde. Yuko wapi Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire? Hayo ndiyo maswali yanayoulizwa na wanafamilia, raia wa Kenya na wanaharakati wa Tanzania, Kenya na Uganda baada ya wanaharakati hao wawili kutorejea nchini mwao kama ilivyotarajiwa. Awali taarifa zilidai kuwa wanaharakati hao walishikiliwa na polisi Mei 19 wakiwa nchini Tanzania, ambako walifika kwa ajili ya kufuatilia mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu. Mke wa mwanaharakati huyo, Njeri Mwangi, akiwa miongoni mwa wanaharakati waliojitokeza hadharani kupaza sauti zao kuhusu wanaharakati hao, alimwaga machozi mbele ya kadamnasi akizilalamikia mamlaka za Tanzania kwa kushindwa kutoa taarifa za alipo mmewe na sababu za kumshikilia. Majibu ya serikali ya Kenya kupitia kwa waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi yamethibitisha kuwa bado mwanaharakati Boniface Mwangi anashikiliwa na mamlaka za Tanzania na kwamba juhudi za kumrejesha Kenya zinafanyika. Hata hivyo, taarifa ya msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa wakati akizungumza na Azam TV jana imebainisha kuwa wanaharakati wote waliokuwa wamezuiliwa nchini waliachiliwa na kurejeshwa makwao. Ni kweli kuna raia watatu wa kutoka nchi jirani ya Kenya waliingia nchini juzi. Sasa pamoja na kwamba nchi zetu zina makubaliano ya free movement of persons, yani watu kuingia kwenye nchi kwa uhuru, lakini pia kila nchi ina mamlaka ya kujua sababu za mtu unapokwenda kwenye nchi nyingine unakwenda kufanya nini. Sasa hawa, kwa sababu mmoja wao tayari alishakuja na kulikuwa tayari kuna mambo ambayo aliyafanya yaliyoashiria kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania na mifumo ya ndani ya nchi yetu, mamlaka zikamzuia kuingia pamoja na hao wenzake wawili. Lakini mpaka sasa wote wamesharejeshwa nyumbani kwao ama nchini kwao. Kimsingi wanaingilia mamlaka za ndani ya nchi za usimamizi wa masuala mbalimbali yakiwemo hayo ya kidemokrasia, masuala ya kisheria na mengine mengi. Nchi yetu ina utamaduni wake na ina taratibu zake. Haiwezekani kwa vyovyote itakavyokuwa mamlaka zikamwacha huru mtu yeyote, iwe kutoka ndani ya nchi ama kutoka nje ya nchi, atakayetaka kuingia nchini kwa malengo ya kuja kushiriki katika matukio ambayo yanaleta tishio kwenye amani yetu, kwenye umoja wetu, kwenye utulivu wetu. Wakati hayo yakijiri, seneta wa Nandi nchini Kenya Samson Cherargei amemwagia sifa kemkem Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwashughulikia wanaharakati wanaoingilia masuala ya Tanzania, huku akisisitiza kuwa Rais Samia Suluhu Hassan anapaswa kuisaidia Kenya kukabiliana na wanaharakati hao ambao anaamini wanaivuruga Kenya. I want to thank Her Excellency Samia Suluhu Hassan for calling out activists who wanted to go and disrupt the peace in Tanzania. Nataka nimshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuwafurumusha wanaharakati waliotaka kwenda kuvuruga amani ya Tanzania. Kwa kweli alipaswa kuwaweka kizuizini na kuwashtaki kwa sababu wameonyesha tabia mbaya nchi hii, Mheshimiwa Spika. Hawa wanaharakati wamewafundisha watu wetu kutukana na kuwavunjia heshima viongozi wa nchi hii, Mheshimiwa Spika. Tanzania ni nchi ya amani sana, na alichosema Rais Samia Suluhu Hassan tunapaswa kuheshimu. Nchi yetu, Mheshimiwa Spika, tunaheshimiana na natumai wanaharakati wanaozunguka Afrika Mashariki wakijaribu kuingilia mambo ya ndani lazima wazuiliwe, na naomba nimuombe Rais Samia Suluhu Hassan kwa moyo tulionao Afrika Mashariki, tunaomba tusaidie kuatia adabu baadhi ya wanaharakati ambao wameendelea kuiumbisha Kenya. Na Mheshimiwa Spika, kisiwa cha amani cha Tanzania ni lazima kilindwe. The island of peace of Tanzania must be protected, Mr. Speaker. Anawafinya kabisa.
Kwingineko, Israeli imepinga uamuzi wa Umoja wa Ulaya kudurusu upya mkataba wake wa ushirikiano katika juhudi ya kuishinikiza kuhusiana na mashambulizi yake makali katika ukanda wa Gaza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Israeli, Oren Mamostein, amesema katika ujumbe alioandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba wanakataa kabisa mwelekeo uliochukuliwa katika taarifa hiyo ambayo inaonyesha kutokuelewa kabisa ukweli kuhusu hali halisi ambayo Israeli inakabiliana nayo. Mapema Jumanne, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema katika taarifa kwamba umoja huo ulikuwa unatafakari kudurusu upya ushirikiano wake na Israeli kwa kuzingatia operesheni mpya katika ukanda wa Gaza kufuatia mzingiro wa Israeli uliodumu kwa wiki 11 katika eneo hilo. Jeshi la Sudani limesema limechukua udhibiti kamili wa eneo la Khartoum baada ya mapambano ya muda mrefu na wanamgambo wa RSF magharibi na kusini mwa eneo hilo. Tangazo hili ni ushindi mwingine wa hivi karibuni wa jeshi katika vita vyake vya zaidi ya miaka miwili na wanamgambo hao. Msemaji wa jeshi la Sudani, Brigadier Generali Nabil Abdallah, amesema miongoni mwa maeneo yaliyochukuliwa na jeshi ni mji mkuu Khartoum na miji iliyo karibu ya Omdurman na Khartoum North. Haya yanajiri wakati Sudani imesema Umoja wa Falme za Kiarabu ulihusika na shambulizi katika mji wa Port Sudan mwezi huu. Balozi wa Sudani katika Umoja wa Mataifa Al-Harith Idris amedai kuwa shambulizi hilo la Mei 4 lilifanywa kwa kutumia ndege za kivita na droni zilizorushwa kutoka katika kambi moja ya Emirati katika bahari ya Sham kwa kusaidiwa na meli za Imarati. Katika taarifa yake, Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha tuhuma hizo na kulaani shambulizi hilo. Na hatimaye Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa mara ya kwanza amelitembelea eneo la Kursk tangu Moscow iliposema kwamba imewaondoa wanajeshi wa Ukraine katika eneo hilo mwezi uliopita. Kulingana na ikulu ya Kremlin, Putin alizuru eneo hilo jana ambapo alifika katika kiwanda cha nyuklia cha Kursk na kuzungumza na baadhi ya wafanyakazi. Haya yanafanyika wakati ambapo kombora la Urusi katika kituo cha kijeshi cha kufanyia mazoezi kaskazini mashariki mwa Ukraine limesababisha vifo vya wanajeshi 6 na kuwajeruhi wengine 10. Eneo lililo mpakani la Sumi ambapo Urusi ilianzisha uvamizi wake wa Ukraine mwaka 2022 limekuwa likishambuliwa mara kwa mara katika miezi ya hivi karibuni. Wakati huo, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius leo ametoa wito wa hatua zaidi kuchukuliwa ili kuzuia uwezo wa kifedha wa Urusi. Pistorius amesema haya kufuatia hatua ya Umoja wa Ulaya kuiwekea vikwazo zaidi Urusi.